anaachishwa mpira mwenyewe. Kuna kijana alikuwa anachezea mkoa kabisa, kwa mchezaji wa mkoa. Alipookoka Roho Mtakatifu alimwachisha kabisa mpira. Wakamfuata mpaka nyumbani. Akakataa. Roho Mtakatifu anamwachisha. Sasa Roho Mtakatifu kama hajakuondolea, hajakwambia toa mawigi. Roho Mtakatifu hajakwambia toa maradhi kwenye mdomo. Una Roho Mtakatifu? Umejaa roho za mzimu ya ukoo. Zao tunaona walitafuta watu wenye sifa. Watu wenye sifa ndio waliweza kuchaguliwa hapa. Alafu maajabu anatokea mtu maarufu. Sasa kama ametoka Anglikana au ametoka wapi, ametoka Lutheran, labda alikuwa ni paroko huko. Sasa utashangaa amekaa na askofu wa jimbo, amekaa na askofu wa taifa, amekaa hapo. Wengine tutaanza kuwaona hata kwenye runinga yetu, kwenye simuka. Zaona Kristo ni kiongozi, mbona amevifanya? Sasa kabakaki kama nani? Hatuokoki kwa mwongozo wa TV wala wa mtu. Make kwenye simuka wanaweza wakaonyesha Waroma, wanaweza wakaonyesha Wasabato, wanaweza wakaonyesha Waislamu, wanaweza wakaonyesha mpira. Si kitu cha watu wote. Sasa kile utakachokiona kwenye simuka ni fundisho la wokovu. Mengine ni maovu. Mengine yanamtangaza shetani kwa sababu si mambo ya dunia. Globalization humo. Kwa hiyo sio kwamba kila kilicho kwenye simuka eti ni cha kiroho. Hapana. Ni asilimia kama 65 labda za mambo ya kiroho. Mengine yote hatufai. Hayafai kabisa mingine. Kama yako ya kiroho, sidhani kama yanazidi hata asilimia 65. Sasa kile utakachokiona simuka, nimeona kwenye simuka bwana. Nimeona mtu aliyeweka mashanga huko. Ni simuka bwana. Tena nilipiga na picha. Ni simuka ndipo nimeiona hapo. Wewe unaniambia nini? Nimeiona simuka. Sasa huyu mtu haongozwi na Roho Mtakatifu, anaongozwa na nini? Anaongozwa na simuka. Ameifanya simuka kuwa Yesu. Simuka ni ya watu wote. Naweza ikatangazia Waislamu, naweza ikatangazia Simba, naweza ikatangazia wote. Kwa hiyo tunazungumza sifa za kiroho. Hatuzungumzi sifa za simuka au hatuzungumzie sifa za mtu maarufu fulani. Ni lazima unielewe. Sasa kama sisi tuliowekwa kusimamia imani, lazima tuzungumze vitu kama hivyo ili watu waweze kujua kwamba sisi makusudi yetu ni kupeleka watu mbinguni. Si kupeleka watu kwenye TV au kuwapeleka sijui wapi au kwenye kanisa au wapi. Watu wahakikishe kwamba wanakuwa na sifa za kwenda mbinguni. Ndio maana yake. Nasema na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia neno. Wakawachagua kina Filipo, kina Prokolo pamoja na wengine. Halafu mstari wa 7 nasema neno la Mungu likaenea na hesabu ya watu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini waliwachagua? Wanasema sisi haiwezekani wachungaji, mitume waende kuhudumia mezani. Maana sasa wajane wengine wamesahauliwa katika mambo ya vyakula. Sasa nani atakuwa mwaminifu na sisi tupate chakula, na sisi tupewe kanguo? Jamani, hao watu sio waaminifu. Sasa tumenyang'anyana, ukabila umeingia. Kama ukabila umeingia, mmeanza kufanya hivyo, ninyi wenyewe ndani yenu kuna watu wenye sifa. Kwa hiyo haitapendeza askofu au makamu askofu au mtunza hazina wa jimbo au katibu wa jimbo aje huko kufanya kazi za kusikia, aje kufanya huko kazi za sijimbo. Haipendezi. Lazima tukae hapa katika utawala, tuagize watu waende kufanya vitu hivyo. Lakini tuagize mtu aliyehakikishwa, aliye na sifa ya unyenyekevu, anaweza kuambia jambo hili usilifanye, akalifanya. Nenda waambie watu wafanye hili, akalifanya.
Nenda waambie watu ibada ni Jumatano na Ijumaa na mkesha. Sasa tunakuta mkesha haupo, tunakuta ibada haipo. Tulichomwagiza hajakitekeleza. Sasa atapewaje uongozi? Kwa sababu lazima awe na sifa, afanane na sisi, ndipo aende kufananisha watu wengine. Wewe unaonaje mke wangu hapa angelifika hapa amevaa makatani kichwani, ameweka mashanga, amejifunga, si wamama wote watasema mke wa askofu amefanya? Sasa je, akienda kuwa mwalimu wa watoto? Je, akienda kuwa kiongozi wa CGM? Si wote wanamfuata wote? Ndio maana yake. Kwa hiyo hatuwezi kufanya vitu vya ovyo wakati Mungu ametupa nafasi hiyo. Lazima tutumie wakati mzuri tukilenga tabia za Yesu Kristo. Hata wale unaoona kwamba wanaweka maji usoni, walianza kubatiza watu katika maji mengi. Wale unaoona wanapiga kengele siku ya ibada, walianza hawapigi kengele, walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na sisi tusije tukaenda huko. Sasa nitoke pointi ya pili niliyokuambia kuisimamia. Niko hapa. Huu ni mwongozo. Si huwa wanamtoa uchafu kwenye mdomo wake, alafu anamkata kitovu, ndio? Kwa hiyo ile mizimu huwa ndipo inapomtambua, ulimi wake unakuwa umewekwa kwenye mfumo wa mizimu ile. Sasa anapofika kwenye kule kunena kwa lugha, huwa ni kutambua, ni kujiondoa kwenye system ya ukoo kuingia kwenye system ya mbinguni. Kwa sababu ile mizimu haikubali mtu kumuondoa kwenye system ya kwao. Ukiona mtu amenena kwa lugha, amekatwa yale mawasiliano ya ukoo. Kwa hiyo wakienda kwenye ile mizimu kumtambua, hawatampata. Umeelewa vizuri? Mtu ambaye hajanena kwa lugha, ile mizimu itafanya nini? Itamtambua. Mtu mmoja, mhubiri mmoja, mama yake mzazi alimuomba hela. Mwanangu nipe hela. Akaenda sasa alikuwa anaenda kupiga ramli. Ramli, mnafahamu ramli? Kwa waganga wa kienyeji. Sasa ile mganga wa kienyeji amefanya mambo yake, ukafika wakati wa kutoa hela, kumlipa hela. Sasa alipokwenda kutoa ile hela, yule mganga wa kienyeji akaona moto na hii hela, ile mizimu ikakataa ile pesa, kairudisha. Sasa yule mwanamke akaenda kwa mtoto wake, akamwambia, na mimi nakubali kuokoka. Kwa sababu kilichonishangaza, yule mganga wa kienyeji alitaja majina yote ya wamama yule, lakini alipotafuta jina la yule aliyeokoka likakosa. Sema, una watoto kadhaa, lakini huyu mwingine ninapotaka kumvuta kumleta, naona giza, mara naona moto. Hii yuko wapi mtoto wako? Na yeye akanyamaza, akataka kumwambia. Tafuta, anaona majina mengine yule anaomba. Na kwa sababu amempa ile hela, yale mashetani yalikataa ile hela, yakaona moto. Yalisababisha mama yake kuokoka. Kwa hiyo nina shuhuda zaidi ya 2-3 zinazothibitisha jambo hili. Silizungumzi hivi. Kwa hiyo ukiona mtu hajajazwa Roho Mtakatifu kunena kwa lugha, bado amefungwa na nguvu ya ukoo, ina maana bado ana connection, ile system ya ukoo hajatolewa. Sasa mtu aliyenena kwa lugha ameondoka kwenye system ya ukoo, anaingizwa katika mfumo wa watu wa mbinguni. Na unapotoa fungu la 10, ina maana umeasi zile sadaka ambazo zingelipelekwa kwenye ile mizimu, ukatambuliwa, umefanya uasi, umekwenda katika mfumo wa mbinguni. Kwa hiyo mtu kama hajasikia hukumu, yani kuhukumiwa kutoa fungu la 10, huwa hajaingia kwenye mfumo wa watu waliookoka. Kile umeelewa vizuri? Ndio maana sasa hapa tunaona katika imani yetu, muamini huwa anatambuliwa anapokuwa amekubali kutoa fungu la 10.
inaitwa zaka. Wote mnaelewa au wengine mlikuwa mmelala kidogo? Tukienda katika sifa na kuabudu, nitamsifu na uzuri. Nimesoma kozi ya sifa na kuabudu. Mimi sio mwimbaji wa kuimba au kutunga nyimbo, lakini naweza kufanya judging ya kujaji watu wakiwa wanaimba au wakiwa wametunga wimbo wake, naweza kujaji. Lakini tuangalie waimbaji wanavyoimba leo. Wengi wanahitaji wafundishwe ile kozi ya sifa na kuabudu. Hayo nzuri. Sasa mtu anaweza akaimba kwa misisimuko ya kikabila. Ndio maana unasikia watu wanasema tuimbe Kimasai, tuimbe Kihaya, tuimbe Kisukuma. Kwa hiyo anavuta ile hali ya Kisukuma. Kisukuma kuna nyimbo zao, ndio. Kwa hiyo tukitaka kujifunza usanaa shuleni, si lazima mtu aseme kabila yake wanaimbaje. Kwa hiyo anaimba katika misisimuko ya kiukoo. Lakini kitaalamu tukiangalia maandiko, kuna nyimbo zilizoimbwa wakati wa asubuhi kumsifu Mungu kwa ajili ya asubuhi. Kuna nyimbo zilizoimbwa mchana, zina sifa zake. Kuna nyimbo za jioni, zina sifa zake. Kuna nyimbo za matukio. Mungu ametupa mvua kwa wakati wake, zinaimbwa nyimbo zinazozungumzia mvua wakati huo. Kuna zinazozungumzia kwamba tukio la Mungu amefanya nini kwa wakati huo. Kwa hiyo nyimbo ziliendana na tukio la kumsema Mungu aliyefanya. Lakini sasa unaweza ukashangaa mtu alivyotengeneza suruali, alivyotengeneza lile likoti, alivyotengeneza kichwa chake, unamwona huyo ni mwimbaji. Kwa hiyo anajitengenezea muonekano fulani kwamba ni mwimbaji. Huyo anaenda kumwimbia Mungu, kumbe ni show iliyobuniwa kwa ajili ya kusifu miungu fulani. Kwa hiyo kiutaalamu tunaweza tukasikiliza huu wimbo ni wa kuimba wakati gani? Je, ni wa tukio gani? Na tukienda katika hatua tatu sasa za kujipanga, tunapaswa tujipange, tuseme kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu aliyetupatia uhai, Mungu aliyeumba viumbe vyake. Sasa tukitoka hapo, huyu Mungu wetu tunaweza tukamrukia, tunaweza tukaonyesha viungo vyetu kulingana na jinsi alivyovifanya. Miguu inaweza ikaruka, mikono inaweza ikaonyesha, na kila kiungo kinaweza kuonyesha jinsi kinavyoweza kumuonyesha uwezo Mungu, kama anavyosema kwamba tutaruka kama ndama. Lakini ukiwa katika asili ya kurushwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ndiye utafakari sema, Mungu aliyenipa miguu hii inayoweza ikaruka. Aha, sawa. Sasa tukienda katika hatua ya tatu, Mungu aliyesema ameumba mbingu na nchi, Mungu aliyemrukia. Sasa hapo mpe vitu alivyokupa basi, kama ni ng'ombe, kama ni pesa. Hizo hatua tatu lazima tuzifuate. Watu ndio wanafanya hivi. Mtu mwimbaji anaweza akasema kwamba tununue ngoma hizi au tununue speaker. Anasema mimi sina kitu. Umekuja kumsifu Mungu. Mambo alisema alikuumba wewe. Umemrukia na kukupa nguvu za kuruka. Sasa umpe alichokupa basi. Kama hakipo basi sasa huna cha kumsifu. Huna cha kumsifu sasa. Kama huyu. Hapo ni kama mtasa kidogo. Tukienda katika neno nitalisoma. Naweza kukuta hapa ni mwanafunzi, ni mwana CGM, Biblia hana. Wakati hairuhusiwi kwenda kuhubiri na wanatega watakuja. Kama hujasoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, utamsifuje Mungu? Utasemaje ni mwana CGM? Kuna hata Biblia. Hiyo ni sifa inakupiga chini tayari. Jambo jingine hapa amezungumzia
maisha matakatifu. Maisha matakatifu, watu wanasikia utakatifu. Utakatifu sio wimbo. Unanielewa vizuri? Utakatifu sio nini? Sio wimbo. Tukiangalia Biblia za Kiebrania zinazungumza utakatifu ni kitu kilichonyofolewa ndani ya kitu kingine, kikaja kupandwa mahali pengine. Yaani na maana tumenyofolewa kwa shetani, tukapandwa ndani ya Yesu, ndani yake na sisi ndani yake, si ndio? Ukitoka hapo unaenda katika hatua tatu. Unatengwa mbali na dhambi, umetoka dhambini. Alafu unatengwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Alafu unatengwa kwa ajili ya huduma yake. Sasa mtu anasema nitaishi maisha matakatifu, yaani kama wimbo tu, kama wimbo. Hana vigezo vyovyote. Sasa utakatifu ambao haukuachishi mimba ya Misri, haukuachishi mimba ya Kanaani. Na ile Wakanani, wale Wakanani na Wayunani ni walipenda kuvaa uchi kwenye ibada, ndio walimsumbua Mtume Paulo. Yaani yeye Myunani akivaa uchi mwanamke akaanza kuonyesha viungo vyake. Sasa hivyo nimeona nataka siku hii kuwafundisha, hawaelewi watu, hawaelewi miungu ya Kikanani pia lazima tuangalie sifa hapo kwamba mtu huyu ameisoma neno la Mungu na kuishi maisha matakatifu. Utakatifu ni uweza wa Mungu unaombadilisha Mungu katika mwanadamu katika tabia zote za ukoo, tabia za kikabila, tabia za dunia hii. Mtu kama hajaondoka kwenye ulimwengu wa globalization, unajua utandawazi wenyewe unahitaji mabadiliko ya kila siku. Yaani uunde kitu ambacho kina mabadiliko every day, you change something. Sasa kumwambia mtu akae kwenye staili ya mavazi fulani au staili ya kuruka kwa njia fulani au staili moja, ulimwengu wa utandawazi hautambui. Wenyewe unapenda leo ubuni nguo mpya, ubuni kitu kipya. Yaani hata kukaa ubuni kitu kipya, utengeneze kama mashine kaje kalishe watu chakula badala ya kutumia kijiko. Yaani sasa watu wa vitu vya namna hiyo vimewaondoa watu rohoni. Kwa hiyo unaweza ukazungumza kubeba Biblia, mtu anakuona wewe ni mshamba. Utabebaje Biblia wakati uko kwenye simu? Kitu ukimwambia kumrukia Mungu, utarukaje? Si ubonyeze kidole kicheze. Piga makofi, si ubonyeze kinanda kipige makofi. Yaani huyu amepitwa na wakati. Kwa hiyo utandawazi haupendi mtu apige makofi. Utandawazi haupendi mtu aruke. Utandawazi hautaki mtu yani hata kupika usipike, yani kufagia kabisa. Kukaa hapo muda mrefu, akalie kiti ambacho hakinesinesi. Kwa hiyo watu wanaondoka katika hali ya asili, wanaingia katika utandawazi. Sasa utandawazi umebadilisha makanisa, umebadilisha imani, watu wamechanganyikiwa kwa sababu ya vitu vya usanasa na sasa vinavyo karibu hali ya kiroho. Kwa lazima mtu ambaye hana utaalamu, Biblia inazungumza watu ambao hawana akili katika Biblia wanakumbwa na elimu ya dunia hii ambayo inavuliwa na mpinga Kristo. Kwa hiyo lazima tuwe na knowledge, tuwe na ufahamu hali ya juu wa kugundua mbinu za shetani ili kulinda kanisa la Bwana. Mbona hao wamefanya? Marekani mbona? Yaani kila siku lazima kitokee kitu kipya cha kumchanganya mtu. Sasa kama hauko rohoni, unajikuta hauko kabisa. Kwa hiyo kufunga na kuomba, nitafunga na kuomba kwa imani kufuatana na neno la Mungu. Hapo tunaona katika Mathayo 17 na katika Esta na sehemu zingine. Kufunga na kuomba sasa imekuwa ni kama mtu anamwambia kufunga na kuomba, anasema sivini na vidonda vya tumbo, daktari aliniambia nisifunge. Anambia kufunga na kuomba. Ukiingia katika utandawazi au katika haki za kibinadamu, mtu anakufungulia mashtaka. Mchungaji ametangaza kufunga siku 2. Mshangaa. Tuangalia kiafya. Tuangalia haki za binadamu. Tuangalia utandawazi unasemaje? Mchungaji anachukuliwa hatua. Mshtakiwa. Sasa kama mtu hana Roho Mtakatifu wa kumgusa kwamba afunge, na binadamu utamfungisha?
mpaka Roho Mtakatifu amguse au na uhusiano na Mungu. Unaangalia hata haya masaa 12 ya siku 21, yaani watu wako hoi, tuko kwenye mafungo kwenye 21. Sasa hii unaombea watu kusaidie nini? Masaa 12 ni kama kujipanguza Mungu tu kidogo, ndio inahangaisha watu. Na msije mkafanya vitu vya watu wa dunia hii vya kuamka usiku kula. Unapokuwa umekula, kama umekula saa 2, kama umekula saa 4, kama umekula saa 3, mpaka kesho tena jioni. Sio tu kama unagongeana tengere kuamka kula usiku. Utakuwa ni upagani sasa. Wanaingia kwenye mtandao kupiga mahesabu 12 zinaingilia wapi? Anaanza kugugo. Ana Google apate masaa 12 ya kufanya saa ngapi mpaka saa ngapi. Roho Mtakatifu akusaidie. Shukrani. Nitawaleta watu kwa Yesu na kuwafanya wanafunzi wake sawa na agizo la Mungu. Maandiko yako hapo katika Mathayo. Nitakuja kununua miongozo hii wenyewe. Mchungaji wako akaenda Dodoma na mtuma na kununulia mwongozo huu unakuja nao. Kwa hiyo kushuhudia kwa Yesu wafanye wanafunzi, kwa sababu utandawazi unataka watu wote tuwe uniform katika mavazi, tuwe uniform katika kuongea, tuwe uniform katika mazingira fulani. Kwa hiyo utandawazi unataka ulazimishe watu wote tuongee lugha moja, tuvae mavazi ya aina moja. Kama wanasema ushoga, wote ushoga. Kama ni wanasema usagaji, wote usagaji. Sasa utawaletaje watu kwa Yesu wakati wewe unataka ufanane na ulimwengu? Ulimwengu unataka ubadilishe kichwa, ubadilishe miguu, ubadilishe makalio, ubadilishe masikio, ubadilishe nywele. Sasa na wewe kama umefanana hivi, utamfanyaje kuwa mwanafunzi wakati unafanana naye? Ina maana kanisa lazima likae katika hali ambayo haifanani na ulimwengu. Tubadilishe ulimwengu kuwa wanafunzi wa Yesu. Sasa unashangaa kanisani, kanisa linabadilishwa na ulimwengu ili kanisa lifanane na ulimwengu. Sasa mchungaji mmoja anauliza swali. Anasema sasa mimi muamini wangu anauza urembo, na urembo unaleta fedha nyingi kuliko kuuza sabuni na pilipili na kiberiti. Nimzuie fungu la 10 huyu nitaipata wapi? Je, angelikuwa anauza bangi na yeye ungelikubali upate hela? Tunawaambia nenda ukafanye mradi mwingine. Kama ulikuwa unakanga mbele za watu, kama ulikuwa unauza urembo ili tujue kwamba umeokoka, utachoma moto yote hivyo. Kama ulikuwa na baa, machupa yote ndio utavunja. Kama ulikuwa na mitungi ya kutengeneza pombe, utaipasua, utaichoma moto, utatambua umeokoka. Bado uko kwenye duka la urembo, bado sijui uko kwenye baa unauza baa ili upate hela, bado unauza bangi, alafu unasema umeokoka. Wewe ni mpagani kama wapagani wengine. Ndio ni kukusanya hela za watu zije kuwatokea watu kwani. Biblia inasema tusipende fedha ya aibu. Kwa hiyo fedha ya aibu. Mimi si wachungaji watarajiwa bwana. Tunakwenda shukrani, nimekaribia kumaliza. Shukrani, nitamrudishia Mungu sifa na heshima na utukufu na shukrani kwa ajili ya wema wake alionitendea. Wathesalonike, Zaburi, Ufunuo. Sasa makanisani ukizungumza sadaka ya shukrani, watu wao wanachanganyikiwa. Yaani masikio yanawawasha. Ukisema sadaka ya shukrani, amesha muangalia mchungaji na mchungaji. Badala ya kuangalia Yesu Kristo ambaye tunamsifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu aliye na uwezo wa kumshukuru Mungu kwa maneno na kwa mali zake. Na mshukuru Mungu amenipa mtoto.
namshukuru Mungu amenipa mume. Watu wanapiga makofi, anaenda anakaa. Namshukuru Mungu hapo. Halafu mtu yuko tayari kufanya birthday yake, anatengeneza keki, anavaa suti, na anayekwenda kusimamia sherehe ya kusherehekea mwaka wa kuzaliwa, na yeye anashonewa suti. Lakini kumshukuru Mungu aliyempa mtoto, ni watu wanapiga makofi, anaenda anakaa. Yaani Mungu anataniwa tu kama wale wazee waliokuwa wanapeleka wanatafuta, unafahamu ule mkia wa mbuzi wananyua wa ndizi, inaitwa mikia, inaitwa nini? Umeona ndizi ile pale mwisho kuna kitu, mkia wa ndizi unaitwaje wataalamu? Dume la ndizi. Nikisema dume la ndizi wote wataelewa. Umewahi kuona ndizi ya mgomba? Sasa pale mwisho sina kitu fulani hapo. Sasa walikuwa na vunja kile, anaweka vimiti vya kuonyesha kwamba ni ng'ombe, anaweka tumuti, anatengeneza mfano wa ng'ombe, anapeleka kwenye mizimu, anasema nimekuletea ng'ombe huyu. Mizimu sasa ni kama inachanganyikiwa hapo, inaona ni ng'ombe. Sasa naona nataka ufanyia Mungu hivyo. Zile change sije mwanasema change imebaki, ndio anataka mletee Mungu. Anakata ndizi anakula, kile kidume ndiye anamtolea Mungu. Hapana, lazima umpe ndizi yenyewe Mungu. Amen. Ndio maana yake. Utamsifu kwa makofi, kwa kuruka, kwa kucheza, lakini na tena kwa kufanya nini? Kwa kutoa mali zako kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni machache tu yanayozungumzia maadili 7 ya mwamini. Kila mwamini, kila mchungaji lazima awe na maadili. Na kwenye katiba tunaona kuna sifa za mwamini.